Je, unajua kuwa kila siku akili yako inaweza kukudanganya na wewe ukaamini ni ukweli? Na jambo la kushangaza zaidi, hata haujui kuwa unadanganywa. Ipo hivi, akili ya binadamu ni chombo chenye nguvu sana, lakini kina mapungufu makubwa pia. Mara nyingi akili yako haikusaidii kuambia ukweli, bali inajaribu kufanya maisha kuwa rahisi, hata kwa njia ya uongo. Kuna wakati unaweza dhani unafanya maamuzi kwa uhuru, lakini ukweli ni huu: asilimia kubwa ya maamuzi yako hutoka kwenye subconscious mind. Hii ina maana gani? Inamaanisha kwamba maamuzi mengi unayofanya leo yanatokana na hali ya mazoea au mazingira, na mara nyingine ni mambo uliyojifunza toka zamani na sio fikra zako za sasa. Kwa mfano, ukiwa umezoea kuamka kwa kuchelewa, hata ukilala mapema, akili yako itakusukuma kurudia tabia ile ile ya kuchelewa kuamka. Kwa kifupi, unaweza dhani unachagua cha kufanya, lakini mara nyingi unafuata programu za zamani iliyopo ndani ya akili yako. Akili inapenda njia rahisi. Unaweza sema akili inapenda kutafuta shortcut katika kutatua mambo. Ndio maana unaweza ukaambiwa kitu na ukaamini bila ya kuchunguza. Unaambiwa kitu unaamini on the spot. Lakini pia unaweza ukamwamini mtu kwa sababu watu wanamwamini, na hii inaitwa mental shortcut, na mara nyingi inapelekea kwenye makosa. Na hii ni kwa sababu ukweli haupatikani kwa urahisi, lakini akili yako inapenda urahisi kuliko ukweli. Mtu anapotanguliza hisia, anaweza kabisa akabadilisha mtazamo wake. Akiwa na hasira, kila kitu kinaonekana kibaya. Akiwa na furaha, hata matatizo yanaonekana ni madogo. Hii ina maana gani? Mara nyingi haoni dunia jinsi ilivyo. Anaona dunia kulingana na hali aliyonayo ya kihisia. Na hii ni hatari, kwa sababu unaweza kufanya maamuzi makubwa na mambo magumu kwa msukumo wa hisia. Hebu sasa fikiria, kama akili yako inaweza kukudanganya kwa njia hizo zote, utajuaje sasa kama unachokiamini ni kweli? Hatua ya kwanza ni kuwa makini. Anza kwa kujiuliza maswali, na usikubali kila kitu unachofikiria akilini mwako ya kwamba ni kitu sahihi, na wala pia usikubali kila kitu unachoambiwa na watu na kwamba ni kitu sahihi, kwa sababu mawazo ya binadamu sio majibu sahihi ya vitu vinavyotakiwa kuwa. Ukielewa akili yako, unaweza badilisha mtazamo wa maisha yako na kuwa katika mwelekeo sahihi zaidi.